الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ويتحقق العدل بين المخلوقين، وجعل لهم خلفاء يخلفونهم من بعد أممهم علما وعملا فكانوا هداة مهتدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله فلقد فاز المتقون. إخوة الإيمان، baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko katika Ijumaa ya tarehe 8 mwezi wa 10 14 47 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 27 mwezi wa 3 2026 miladia, chini ya kivuli cha maudhui yetu ya leo, at-tafsilu wal bayan. At-tafsilu wal bayan. At-tafsilu maana yake ni maelezo ya kina, wal bayan na ufafanuzi. Maelezo ya kina na ufafanuzi ni bayana, pozo na uongofu. Kwenye kitu gani? Kwenye kitabu kitakatifu cha Qur'ani, ndicho chenye maelezo ya kina na ufafanuzi, bayana, pozo na uongofu. Kweli? Kipi chenye bayana cha kushinda kitabu kitakatifu? Kitabu kitakatifu cha Qur'ani ndicho chenye bayanan kafian shafia. Ukipata bayana katika Qur'ani, hakukubaliki tena krosi za watu, kona za watu, mantiki, falsafa, ubaranganya, zote huyeyuka. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ikileta bayana ni bayana ya pozo na ni bayana ya kutosha. Kwa nini siwe hivyo? Naam, Mungu asema kitabun fussilat ayatu, ni kitabu chenye maelezo ya kina aya zake. Kwa nini siwe hivyo? Kitabun fussilat ayatuhu thumma uhkimat thumma utqinat, zikasukwa aya zake kwa uzuri. Fussilat ayatuhum, zimeelezwa kwa kina aya zake. Kutoka wapi? Min ladun hakimin khabir, kutoka kwa hakimu khabir, mjuzi. Na Mungu ni hakimu kwa kuwa kila kitu akiweka pahala pake. Ukikitoa kitu pahala kiliko, ukikileta utakapo wewe kwa fikra zako, ushaiharibu dini. Cha bayana wazi, ukatabayana, ukaleta falsafa zako, ukaleta mantiki yako, ukaleta krosi zako na kona zako, ili uwaonyeshe watu kuwa hivi tunavyozungumza ndio msimamo, ndio ni dini.
haikubaliki na Qur'ani kabisa. Fussilat ayatuhu liqaumin ya'lamun, kwa watu wenye kujua. Kwa hivyo fahuwa tafsirun linnasi in qabilu, Qur'ani ni tafsiri kwa watu wakikubali. Sikia vizuri. Wadalalatu ala sabili lhaq, Qur'ani ni dalili juu ya njia ya haki. Njia ya haki ni mtu kufuata as-siratul mustaqim, wa huwa al-Qur'an. Wa manhaju din, Qur'ani ni manhaji ya dini, ndiyo barabara ya dini. Watafkiru lissawabi warashad, Qur'ani ni fikra, kufikiri mambo ya usawa na kufikiri mambo ya uongofu. Kwa hivyo Qur'ani ni kitabu ambacho ni bayana. Kitu tukikipata katika Qur'ani huwa hatutaki propaganda za watu. Napulika vizuri. Kwa nini kitabu cha Qur'ani kisiwe hivyo? Wazee wetu wenye kina wenye ufafanuzi ulioko katika Qur'ani wanasema hivi: bayana, si hapa ni at-tafsilu wal bayanu. Bayana uzuri wake, nataka mfahamu vizuri, kwa sababu ya huu udanganyifu ulioko, kutaka kutolewa hili hapa kwa bayana yake liatwe lipelekwe kwenye tafsiri nyingine. Twende, wazee tuambia hivi: bayana uzuri wake ni kutasua maneno kuyaweka wazi, kuweka maneno mbalimbali. Kwa mwenye akili yake afafanue mifano, atoe mazuri yake, ndilo la muhimu mno. Hayalingani maneno kwa wenye kufafanua. Maneno ya kina ya wazee kweli, ufafanuzi wako wa kupeleka mambo utakapo ukiatoa yalipo, yatakuwa ndio wazi umma uandame. Umma ni ule utakaochekwa akili zao kwa kupenda mikao na magurupu, ndio wataandama barabara zisizokuwa za sawa. Mzee husema kuna panipa nikupe wawezae kupanana. Hivi mkitupa tutawapa, na tukiwapa tutawapa kwa usawa na bayana. Kuna panipa nikupe wawezae kupanana, mwaweza nyinyi hivyo? Kuna na nchi na kope na marefu na mapana na mchama. Si mnajua mtama? Mchama mnajua? Na mchama na mapepe. Na pepe ni ile nafaka zilizoozaoza. Mchama na mapepe si vitu vya kufanana. Ndipo kukawa kunena hakui kama kupua. Sasa mutapua, mupwae, munene, musinene, haki itabaki haki na bayana itabaki bayana. Na alhamdulillah, umoja unakuja wa mwezi popote utakapotokea, kwa sababu kila siku watu wanapambanukiwa. Haiwezi makawanja yakafirika kwa lisilokuwa la haki. Biidhnillahi tabaraka wa taala, andameni maandiko. Na sasa kwenye hii khutba at-tafsilu wal bayan, intabih tamaman, hadha bayanun linnas. Hii ndiyo bayana kwa watu. Ipi? Qur'ani. Qur'ani ni bayana kwa watu. Bayana ya kubali falsafa, bayana ya kubali mantiki, bayana ya kubali porojo, bayana ya kubali kutukua hapa kilipo kupeleka utakapo. Pana kutumia akili mbali kuvutika na dalili. Akili yako tu itakupa hapa ni sawa ama si sawa. Tuweni wa kweli katika kuitafuta haki. Ikra qaula Allahi ta'ala, angalia Mungu aliposema wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na walitaje jina la Mungu katika siku maalumu zinazojulikana. Intabih, kwa mujibu wa 28 suratul Hajj. Ayamu ma'lumat, siku maalumu zijulikanazo zipi?
mpaka tupate bayana katika Qur'an. Ulama wetu wakenda kutambia hiya al-ayyamul ashrul awwal min Dhulhijja, ni siku 10 za kwanza za mfungo tatu, allati tashmulu hadhihi al-ayyam, ambao masiku haya hukusanya afdhala ayami sana, siku bora sana katika masiku ya mwaka. Sasa siku bora sana katika masiku ya mwaka, tumia akili. Masiku ya mwaka kwa miezi ya mwaka kuanzia Muharram, Safar, Shawwal, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, mpaka hivi sasa tuko Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja. Safi hapo jimeni. Nataka akili ziweko kwenye maandiko. Mungu atakupa taufiki ya kukata hii mikao ambayo hivi sasa wengine huona katika masteta hawafai kuchangia, lakini huchangia kwa sababu ya kupenda mikao. Kuweni huru, msiwe watumwa wa watu. Kwa nini? Kidini. Kidini mtu huwa mtumwa wa Mungu wake. Napenda muipudike sana hii hutba zaungana na mbili zilizopita. Tayyib. Wa tafsiru rajih, tafsiri yenye nguvu sana, hiya ayamu ashri Dhulhijja. Ayamu maalumat ni siku 10 za mfungo tatu, kuanzia 1 mpaka 10 min Dhulhijja. Safi. Kwa hivyo tushaona ni siku 10 za mfungo tatu. Qala ta'ala, Mungu kisha sema wal fajri wa layalin ashr, na hapa kwa alfajiri na hapa kwa masiku 10 ya mfungo tatu. Ma hiya ayyamul ashr, bainama al ayyamul ashri ni siku 10 za mfungo tatu, bainama al ayyamul ma'dudat, baina ya kuwa kuna na siku zinazoitwa ayyamu ma'dudat, fi qawli llahi ta'ala, katika neno la Mungu aliyetukuka, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, mtajeni Mungu katika siku za kuhesabika. Kwa hivyo angalia, katika Qur'ani tumepata ayyamu ma'lumat na tumepata ayyamu ma'dudat. Andameni ya haki kwa kuthubutu ni haki kupitia kwa kitabu cha haki bila kuangalia uso wa shekhe. Angalia haya maneno tu. Ayyamu ma'dudat, bayana yake ikawa ni ayyamu tashriki thalathati ba'da al-Eid, ni masiku matatu ya tashriki baada ya Eid. Baada ya Eid 10 au vipi hapo? Siku na 11, 12, 13, hizo ni ayyamu tashrik. Wa aqwalun ukhra, maneno mengine, kauli nyingine, annaha yaumu Arafa. Ayyamu ma'dudat ni siku ya Arafa, yaumu nahri, siku ya kuchinja, wa yaumani baadaha, na siku 2 baada yake. Wifqan li tafsir Ibn Kathir, ikiafikiana na tafsiri ya Ibn Kathir, asemaje? Fa inna afdal al-amali, amali ambao ni bora sana, yakunu fiha, inakuwa katika masiku hayo. Wa hiya mausimun, ni mausimu, yatanafasu fihi at-tami'una fi at-ta'ati, wanashindana kwenye hiyo siku venye tamaa ya kutii. Watu venye tamaa ya kutii hushindana katika masiku hayo. Na masiku haya yapi? 10 ya mfungo tatu ni masiku 10 yenye ubora katika nyakati za mchana. Ukitaka kuandama nkao ya ndami yetu. Pili, ambapo Ramadhani, al-ashrul awakhir min Ramadhan, 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Si umeona kuna masiku 10 ya mfungo tatu, siku 10 za 10 la mwisho la Ramadhani. Bayana 10 la mwisho la Ramadhani huruhusiki kuliweka kwenye 10 la kwanza la Dhulhajj, na 10 siku 10 za kwanza za Dhulhajj huwezi ukazipeleka siku 10 za mwisho wa Ramadhani. Bayana iko kwenye 10 za Dhulhijja ni pahala pake,
ni masiku ya ntana. Ashru min awakhir Ramadhan ni masiku nyakati bora za usiku. Zote ufafanuzi akasema hivi: al-ashru al-awakhir min Ramadhan ni 10 lenye ubora, ama ni masiku 10 yenye ubora katika nyakati za usiku. Safi. Sasa ushajua masiku 10 bora katika nyakati za mchana na masiku 10 bora katika nyakati za usiku, kila kitu pahala pake. Thumma hunaka haqqu takhsisi wal ijtibah, kisha pana kitu kinaitwa haqqu takhsisi wal ijtibah, haki ya kuhusisha jambo na haki ya kuchagua. Hadha alhaqqu lillahi tabaraka wa taala, haki ya kuhusisha jambo na haki ya kuchagua kitu ama jambo ama mtu ni haki ya Mungu peke yake. Nina hakika mumenifuata vizuri. Fuata vizuri, point zisikutoke. Qala taala, Mwenyezi Mungu asema, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, na Mola wako mlezi Muhammad huumba akitakacho na huchagua mtakaye. Safi kabisa, kwa mujibu wa Qasas aya ya 67. Kwa hivyo ni Mola wako ana haki ya kuchagua na ni Mola wako ana haki ya kuumba atakavyo. Akasema tena Mwenyezi Mungu, Allahu yastafi min almalaikati rusulan, Mungu huchagua katika malaika wajumbe, wa minan nasi, na katika watu. Wajumbe walochaguliwa katika watu haikuelekea kuwa ni waakilishi kwenye kongamano la malaika, wala wajumbe walochaguliwa katika malaika hawajiardhini kuwa viongozi wa watu. Sasa ukitukua huku na huku ni mantiki yako na falsafa yako na propaganda zako, ili watu waone kwamba uko kwenye usawa. Kuwa na point. Isra 55 inasema, walaqad faddalna ba'dha an-nabiyyin, hakika tumewafadhilisha baadhi ya manabii. Walofadhilishwa hawawekwi chini, ambao hawajafadhilishwa hawapandishwi kuwa juu ya waliofadhilishwa. Kila kitu pahala pake, kwa bayana maridadi na tafsiri ya kina. Safi. Wakad jaa fi musnad al-imam Ahmad min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, asemaje? Inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibadi, hakika Allah alitazama kwenye nyoyo za waja. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khayra qulubi al-ibad, akaupata moyo wa mtume Muhammad ndiyo moyo bora katika nyoyo za wanadamu. Akafanyaje Mungu? Fastafahu linafsihi, akanchagua mwenyewe. Fabta'athahu birisalatihi, akamtuma kwa ujumbe wake. Baada ya hapo, thumma nadhara fi qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammadin, kisha katazama nyoyo za wanadamu baada ya kutazama moyo wa mtume Muhammad. Fawajada quluba ashabihi, akapata nyoyo za masahaba zake, khaira qulubi al-ibadi, ndio nyoyo bora sana katika waja. Sasa nyoyo za mabora katika waja wa Mungu hazipandishwi juu ya ubora wa nyoyo za mitume, na nyoyo bora za mitume hazishushwi zikawa chini ya nyoyo za waja. Kwa hivyo hawa nchini kwa daraja juu ya nyoyo zao kuwa safi, lakini nyoyo za mitume ziko juu. Tuko pamoja? Twende. Faja'alahum wuzara nabiyim, alipowachagua akawafanya mawaziri wa nabii wake. Yuqatiluna ala dinihi, wanapigana kwa kuitetea dini yake. Kwa hivyo nyoyo safi za mitume, tena mtume Muhammad ndio aulahum. Baada ya hapo nyoyo safi ni za maswahaba, basi akawachagua kuwa mawaziri. Hatoki mwehu yoyote akawa bora kumshinda Abu Bakr Siddiq.
wala hatoki mwehu yoyote akawa bora kumshinda Umar bin Khattab, wala mwehu yoyote wa kike akawa bora kumshinda Bibi Aisha radhiallahu anha, ambaye ni moja katika mamama wa waumini. Tieni akilini, kwa hizi dalili sura zangu ziacheni kando. Fallahu yufadhilu ma yasha, Mungu hufadhilisha kitakacho, ala man yasha, wa antakao ala man yasha, wa yufadhilu ba'dahum ala ba'd, Mungu hufadhilisha baadhi yao kwa baadhi. Walofadhilishwa wamefadhilishwa, hawaji chini ya chini yao, na walio chini hawapandishwi kwa fikra ya mtu bila ya chaguo la Allah jalla jalalu. Wa yufadhilu ba'dahum ala ba'd kaifa yasha, namna atakavyo Allah. Wala yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, wala Mungu haulizwi yafanyalo, yeye hufanya atakavyo, na haulizwi fa'alun lima yurid, hufanya atakavyo. Tayeb, sasa at-takhsisu wal-ijtiba, kuhusisha jambo na kuchagua jambo ama kumchagua mtu, sha'nun ilahiyun, ni jambo la ilahi, ni jambo la Mungu. Hana haki mtu ya kuhusisha kitu na kuhusisha jambo na kumhusisha mtu kwenye lolote linalohusiana na ibada. Limadha? Kwa sababu ni sha'nun ilahi lahu subhanahu wa ta'ala, hili lake aliyetakasika, aliyetukuka. Famin sha'nihi, katika jambo lake Allah, an yufadhila ba'dha al-ayami, ni kufadhilisha baadhi ya masiku. Mimi nataka mtoke vizuri na hii khutba, isikilizeni vizuri sana, kwa sababu matatizo hupasuliwa hapo na watu wakaandama mikao na kumepambauka. Si usiku tena, kwa sababu kumeingia mtana na mtana huwajua. Safi hapo. Si ujinga tena, elimu limesambaa. Si ukafiri, Uislamu ndio uko juu ya ukafiri. Haki ni haki, ni haki kufuatwa, na itabaki haki ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alaiha. Hizi zote ni propaganda tu. Kila mwaka hivi sasa itaandama Idi la mfungo 3, lakini gea ni ile ile, kwa sababu ufafanuzi uko wazi na watu wameelewa. Hawarudi tena walipotoka, kwa sababu kurudi walipotoka ngizani. Sasa warudi kwenye miangaza ya mchana. Jogoo amewika kichambo, usubuhi imeingia na watu wameamka. At-takhsisu wal-ijtiba'u sha'nun ilahi lahu subhanahu wa ta'ala. Famin sha'nihi, katika jambo lake Mungu, an yufadhila ba'dha al-ayami ala ba'd, ni kufadhilisha baadhi ya masiku juu ya masiku. Kuna masiku yana ubora, kuna masiku hayana ubora. Wa ba'dha ash-shuhuri ala ba'd, hufadhilisha baadhi ya miezi juu ya miezi mingine. Wa ba'dha as-sa'ati min laylin wa nahar, hufadhilisha baadhi ya masaa usiku na mchana. Kuna masaa mchana bora, kuna na masaa usiku ni bora. Kama yufadhilu jalla jalalu, kama anavyofadhilisha aliyetukuka kwa utukufu wake. Ba'dha al-amakin, sehemu. Ba'dha al-amakin, baadhi ya sehemu Mungu zifadhilisha ala baadhi, juu ya sehemu nyingine. Falmasjidul haram, msikiti mtakatifu wa Maka, mufadhalun ala almasajidil ukhra, umefadhilishwa juu ya misikiti mingine. Tathubutu hivi mtu aseme ya kwamba msikiti wa haram uko chini wa msikiti wa Karbala Irani? Ama utasema msikiti wa Madina uko chini wa msikiti Rahma Bakarani, ambao wengine uswali hata udhu hawana? Huwezi. Hii ni misikiti iliyotukuzwa. Sikiliza vizuri sana, kwa sababu si wakati wa kuokotwa kwenye kisomo kilichopanuka kwenye dunia na kwenye upanufu wa teknolojia ilivyo, ubaki kwenye magambari ya mwenye, magambari ya masharifu,
magambare wanaoifanya wajukuu za mtume na mjukuu wa mtume hankhalifu babu yake. Ya hasratan ala alibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. فالمسجد الحرام مفضل على المساجد الأخرى. فالصلاة في المسجد الحرام swala moja katika msikiti mtukufu wa Maka bi100,000 salati, kwa swala laki moja, imagine. Wassalatu fil masjidi nabawi, swala katika msikiti wa mtume Madina bi1,000 salatin, kwa swala 1,000. Wassalatu fil masjidi al-aqsa, na swala katika msikiti wa Aqsa ule uliofungwa kwenye 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Waislamu dunia nzima mpaka sisi huku tumelala utokwa na mache na nyute tu, hungoja kaimati na tende likitwa jua tu. Tumeelewana vizuri sana, na kelele nyingi katika mitandao kuifanya mashujaa, na hakuna ushujaa wowote ulioko. Lakini hautabaki msikiti Aqsa hivyo hivyo. Iko siku na saa aijua Mungu itakombolewa, hata kama sababu si Waislamu, hata kama sababu si Waislamu, utakombolewa. Twende bi500 salatin almasjidul aqsa, kwa swala 500, moja kwa 500. Fadhala ba'dha alawqat, Mungu kafadhilisha baadhi ya nyakati. Wa ba'dha alamakin, akafadhilisha baadhi ya sehemu. Wal ashkhasi, akafadhilisha baadhi ya watu. Au vipi hapo jamani? Si mitume amefadhilishwa kuliko sisi? Ndipo ikawa hastahiki kuwa mtume baada ya mtume. Wa man daa anna hunaka nabiyyun ba'da Muhammadin sallallahu alayhi wasallam faqad kafara ijma'an, mwenye kudai kuwa kuna nabii baada ya Muhammad, hoyo amekufuru kwa ijmaa ya wanavyoni. Sasa hii mitume anatolewa kina Joni, kuna mtume jina lake tu Joni, kuna mtume Joni, useme John une sallallahu, hicho kisha wazimu, ati tukajume Joni, ati tukachume nyani, ati nani, propaganda kila mji kutoka mtume. Ni kapu tu za kutuma na kula mali ya watu bighairi ilm. Mwenye kuwa na dini na ufafanuzi maridadi wa Qur'ani ni makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Kisha vapatikane wafuasi wa mtume wamwandame mwana mdogo, waseme kweli ni mtume, na venye kumpinga wafanya uhasidi. Baada hadhihi alaya huokotwa hapo maskini, na ukaandama uchiziwe gambari na wenda kuchinjwa maskini. Mungu hufadhilisha nyakati azitakazo, sehemu azitakazo, watu azitakazo. Asemaje Allah jalla jalalu? Asema hivi 20:53 suratul Baqara, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, hao mitume tumewafadhilisha baadhi yao kwa baadhi. Minhum man kallama Allah, miongoni mwao kuna ambao Mungu amezungumza na wao. Wa rafa'a ba'dahum darajat, na wengine Mungu akawainua daraja. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Mungu humba atakavyo na humchagua atakaye. Faddala Jibril, Allah amemfadhilisha Jibril ala sairil malaika, kwa malaika wengine. Wa faddala Muhammadan ala sairil anbiya'i wal mursalin, amemfadhilisha Nabii Muhammad kwa manabii wengine na mursalina wengine. Wa faddala ulil azmi minar rusul, kawafadhilisha waliopewa maazimio wale katika mitume. Wa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam afdaluhum, na mtume Muhammad ndiye mbora wenu. Wa faddala 4 hurum, akafadhilisha miezi 4 katika mwaka. Wa shahru ramadhana afdaluha, na mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio bora zaidi. Wa faddala 10 al-awakhir min Ramadhan, amefadhilisha 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa fil layali lailatul qadr, na katika masiku ya Lailatul Qadr. Wa fil usbu'i yawm al-jum'a, na katika wiki Mungu kaifadhilisha siku ya Ijumaa. Wa fil kutubi samawi al-Qur'an al-Karim,
katika vitabu vya mbinguni kaifadhilisha Qur'ani tukufu. Almasajidu, misikiti, buyutullahi fil ardi, ndiyo majumba ya Mungu ardhini. Wa hiya ahabbul biladi ila Allah, ndiyo miji inaopendeza kwa Mungu, miji yenye misikiti. Wa anqa buqa'il ardi, na ndiyo ardhi twahara katika ardhi. Wa athara sahati dunia, na ndiyo kumbi twahara katika dunia ni misikiti. Tuko pamoja, tunazungusha kuimaliza khutba. Wa lailatul qadri hiya al-afdalu bil ijma'i wan nusus as-sarihati min al-Qur'ani was sunnah. Na usiku wa lailatul qadri ndiyo usiku bora sana, hata si usiku bora tu. Angalia sema hiya al-afdalu, ni katika usiku bora sana, bil ijma'i, kwa ijma'i ya wanazuoni, ihda masadir at-tashri' wan nusus as-sariha, na nasi zilizo wazi, min al-Qur'ani was sunna, katika Qur'ani na sunna. Sasa Qur'ani ikitupa ubora sana wa Lailatul Qadri, hatuoni usiku mwingine bora kushinda usiku. Na as-sunnatu sahiha ikitupa ubora sana wa Lailatul Qadri, hatuoni usiku mwingine kuwa bora kushinda, kwa nusus swariha safi. Qala al-ulama, ulama wasemaje? Lailatul Qadri, usiku wenye cheo ambao uko kwenye 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, sah? Tayib, hiya lailatul lati, ni usiku ambayo nazala fiha alquran, uloteremka kwenye usiku huo Qur'an. Usiku aliozaliwa mtume haikuteremka Qur'an. Ukileta falsafa ya kwamba lakini alizaliwa aloteremshiwa Qur'an, tunataka an-nassu sarihu min al-Qur'ani was sunna, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu war-ruh war-ruh fiha, sio biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sura yenye aya kuisabika ya kueleza ubora wa Lailatul Qadr. Tayib, wa hiya lailatul mubaraka, ni usiku ulobarikiwa. Kwa hivyo lailatu maulidin nabii, hakuna kitu kimeshuka Qur'ani kwenye usiku huu aliozaliwa. Lailatul mubaraka, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, ni aya ambao ni sarih, tumeiteremsha Qur'ani kwenye usiku ulobarikiwa. Lailatul ibadatil udhma, usiku wa ibada kubwa, usiku wa ibada kubwa. Wal ajrul mudhafu, na ujira wa kuzidishiwa. Na haya yote hayapo kwenye ule usiku unaodaiwa ulochanda kwenye mitandao na watu wakaandama wakayaona ni kweli. Wala tudhahiha lailatun ukhra fi hadha, haufanani usiku wa Lailatul Qadri na usiku yoyote kwenye hili. Qala ulamauna, kuhitimisha, ulama wetu wasemaje? Lailatul Qadri hiya afdalul layali, usiku wenye cheo ndio usiku bora sana. Kwa nini? Waqad anzala Allahu fiha alquran, Mungu ameteremsha kwenye usiku huo Qur'an. Haivi, hii ni daraja. Sasa ukatoa kwenye usiku wenye cheo ikawa kwako si bora, ukaufanya usiku alozaliwa Mtume Muhammad achi mbora kuliko Lailatul Qadri. Ila aina tadhhabun, mwenda api? Tayib, wa annaha mubarakan, usiku wa Lailatul Qadri ulimebarikiwa. Tena wa annahu yufraqu fiha kullu amrin hakim, hufafanuliwa kila jambo tena kwa hikima, katika umri, katika riziki, watakaokufa, watakaobaki hai kwenye mwaka. Hisabu hizo zote ni katika Lailatul Qadri, si katika Lailatu Maulidin Nabi, kama jaa fi surati Dukhan aya ya 1 mpaka aya ya 6. Haya, angali
inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo. Qur'ani haikuteremshwa kwenye usiku mwingine yoyote wenye cheo isiyokuwa lailatul qadr safi. Lailatul qadr, wama adraka ma lailatul qadr, lililokufahamisha lailatul qadr ni usiku gani? Lailatul qadri khairum min alfi shahr, ni bora kuliko ibada ya miezi 1000, sawa na mtu kumwabudu Mungu miaka 83. Leo letu usiku ufanywe ni bora kuliko usiku wa Lailatul Qadr? Hapana. Ni falsafa hizo na mantiki za kikao na kutosimama msimamo wa sawa, ili mubaki kwenye mwezi mutakao nyinyi, si mwezi utakiwao kisharia. Mwezi utakiwao nyinyi ni mwezi wa chief kadhi, sio? Chief kadhi gani ho? Tuambieni nasi mutulekeze, tupigieni na sisi picha mutuletee kwa mawasab, tuseme chief kadhi muntakao ni huu. Lakini kama chief kadhi toka azali huchangaza mwezi hapa kuandama hamutaki, ni uinadi tu ili muudhabiti mkao wenu na wenye kudhabiti watele, kwa sababu watu ni watu wa kupenda mikao, watu ni watu wa kuangalia nyuso za watu, watu wa damu na ukabila na unasaba wameupeleka mpaka kwenye dini. Nasallallahu salam. Tumalize. Wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi shahr. Angali tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Upachikane usiku bora kushinda usiku kama huu jamani. Zataka akili zitumike pia. Tayib, ikhwat al-iman, waqad dallat hadhihi as-sura al-azima, sura hii kubwa imejulisha anna al-amala fiha, kwamba amali kutenda katika usiku huo khairum min al-amali min alfi shahrin, ni bora kuliko kutenda kwa miezi 1000 mimma siwaha, katika miezi ambao sio mwezi huu ulioko katika Lailatul Qadri. Mfungo sita hufai kuingia hapo katika mwezi. Akili zitumike. Wa hadha fadlun adhim, hizi ni fadhila kubwa sana. Wa rahmatun min Allahi liibadihi, na ni rehma kwa Mungu kwa waja wake. Akhiran ikhwat al-iman, wa sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, imesihi kutoka kwa mtume kuwa amesema. Amesemaje? Si tumeziona aya chungu mzima za kuthibitisha ubora wa Lailatul Qadr, na Rasul asema man qama Lailatul Qadri, mwenye kusimama usiku wenye cheo, imanan wahtisaban, kwa imani na kwa kutuma ujira, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, hughfiri waliotangulia katika dhambi zake. Kwa hivyo mwenye kusimama usiku aliozaliwa mtume hughfiriwa dhambi zake, ma taqaddama min dhanbi. Hadithun muttafaqun ala sihhatihi. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah asemaje? Lailatul Qadri khairatuhu min al-layali, Lailatul Qadri khairi yake ni khairi kushinda masiku mengine. Wa ajma' al-ulama, wamefanya ijma'i wanavyoni, ala istihbabi ihyaiha, kupendekezwa kuhuisha usiku wa Lailatul Qadr, bisalati, kwa swala, wa dhikrillahi, na kumtaja Mungu, wa duai, na kuomba, wa khassatun ad-du'a alladhi, khassa, dua ambayo allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliyoifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, li Aisha, takumfundisha Aisha. Alimfundisha vipi usiku wa Lailatul Qadr? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayuha al-ahibba, khutba tunaifunga kwa pointi hii. Sikiliza, chiania ya kuwata mikao hii, ndio nasaha yangu. Andama sawa uipatapo ni sawa kwa yoyote. Lilikubalika la usawa lililotoka kwenye mdomo wa shetani. Kwenye kisa cha Abi Huraira, hata sikirudi, lakini shetani aliposema ukisoma Ayatul Kursi shetani hakurubii pahala popote, tutasema hapana, hayo hunena nawe, hatuamini. Kwa kuwa alosema shetani, sisi tuangalia ule usawa kweli.
Ayatul Kursi ukisoma pahala popote shetani hakurubi. Na ndipo Mtume statement yake akasema hivi, akamwambia Abi Huraira, swadaqaka wa huwa kadhubun, amekwambia ukweli lakini ni muongo. Yeye ana sifa za uongo lakini hapo amenena kweli. Mungu anatakiwa ukweli, ushike ukweli tu, tuate yale mambo yetu ya kikabila kabila na umiji. Usawa ni usawa na ni lazima yoyote afuate usawa. Sasa ondoka kwa hili. Ayuhal ahibba, wapenzi, fala yujadu fil Qur'ani nasun sarihun, hakuna katika Qur'ani nasi iliyo wazi, wa mubasharatun, na iliyokuja direct moja kwa moja, yadhkuru maulidan nabii, ya kutaja mazazi ya mtume, au yuhaddidu afdaliyataha, ama kuweka upaka wa ubora wake. Kwanza kuzaliwa kwake ni amrun mukhtalafu fi, wanavyoni wamekhtalifiana, wengine mpaka wanasema alizaliwa katika mwezi wa Ramadhani, kwa kule kusema yani alipokuwa akifunga siku ya Jumatatu, sema nafunga siku ya Jumatatu kwa sababu ni yaumun yani ulitu fihi, na ni siku ambao nilimeteremshwa Qur'ani. Qur'ani iliteremshwa katika mwezi gani? Lakini angalia, hakuna tofauti ya wanavyoni kati ya usiku wa Lailatul Qadr. Hao iwe Lailatu Maulidin Nabii ni bora kuliko Lailatul Qadri, ni yundu limetiwa na mvurugo ili watu wabaki kwenye mikao, lakini kumepambazuka. Mimi nawatakia kila la khairi. Na sasa tukae makini, idi linalofuata ni idi la Arafa. Kutatoka maneno hivi sasa, lakini hakuna kiakili mbali la kidalili ya kuwa una Arafa yako kwako ama Arafa yenu kwenu. Arafa ni kule kule Saudi Arabia, watu huenda kufanya ibada kule, na kusimama Arafa ni Arafa ya mawanja kwenye milima ya mji wa Maka kwenye nchi ya Saudi Arabia. Hakuna Arafa inaokaliwa inaitwa ni Arafa bilima, hakuna. Ni Arafa Tononoka, ni Arafa Mvita. Hizi ni zile yundu na fujo linalotiwa nkao ubaki ni nkao, lakini haki imedhihiri, na inshallah tuzidi kufuata haki, kwa sababu alhaqu ahaqu an yutaba, haki ni haki zaidi ifuatwe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimat fastaghfiruhu faya fawza almustaghfirin wa ya najata at-taibin. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب